Na katibu katika Wizara ya Usalama wa Taifa, Dr. Raymond Omollo amesema serikali itaendelea kutekeleza mpango wa Ajenda 10 ulioafikiwa na kamati ya mazungumzo ya kitaifa NADCO pindi tu kesi hizo zilizopo mahakamani zitakapokamilika. Alisema serikali itaangazia kuwafidia waathiriwa wa ukiukwaji wa haki za kibinadamu wa zamani. Omollo alisisitiza kuwa serikali ya Kenya Kwanza chini ya Rais Ruto haitatekeleza ripoti ya NADCO licha ya changamoto za kisheria, na kwamba haki kwa waathiriwa na familia zao bado ni jambo la muhimu sana. Wycliffe Okech na taarifa kamili. Ripoti ya kamati ya mazungumzo ya kitaifa NADCO iliyopitishwa na bunge la taifa mwezi Februari mwaka 2024 bado haijatekelezwa kikamilifu. Hii ni kwa sababu kuna changamoto za kisheria zinazohoji baadhi ya mapendekezo yake, kama kuanzishwa kwa wadhifa wa waziri mwenye mamlaka makuu na ukaguzi wa uchaguzi wa urais wa mwaka 2022. Kutokana na hali hiyo, kamati ya wataalamu watano ilibuniwa kusimamia utekelezaji wa ripoti hiyo pamoja na ajenda ya masuala 10 iliyokubaliwa na Rais William Ruto na aliyekuwa kiongozi wa ODM marehemu Raila Odinga. Kamati hiyo sasa inaendesha mikutano ya kusikiliza maoni ya wananchi kote nchini kuhusu mianya iliyopo katika ripoti hiyo, huku makataa ya kuwasilisha ripoti ya mwisho ikiwadia. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Taifa Raymond Omollo, hata hivyo, amesema serikali ya Kenya Kwanza haitapuuza ripoti hiyo licha ya vikwazo vya kisheria. The matters are in court, we will prosecute it, we will make our case. Akizungumza wakati wa mazishi katika eneo bunge la Ndhiwa, kaunti ya Homa Bay, Omollo alisema kufidia waathiriwa ukatili wa polisi ni jambo la dharura na ni sharti lishughulikiwe haraka. Back in the days, we have had instances where we have lost people fighting for human rights. And one of the recommendations was that these people need to be compensated. Those who lost their limbs, those who lost their loved ones. Aliongeza kuwa serikali ya Rais Ruto tayari imeanza miradi mbalimbali ya maendeleo nchini kote ili kuhakikisha ushirikishwaji kama iliyoainishwa kwenye ajenda ya masuala 10. Each and every corner of this country, there is something that is happening. And that is how to develop and build a cohesive country. Omollo pia aliwataka wakosoaji kuipa serikali nafasi ya kutekeleza ripoti hiyo kikamilifu. Nikiripotia Dira ya Magwiji kutoka kaunti ya Kisumu, mimi ni Wycliffe Okech.